Welcome to JCC, Jesus Celebration Center, Mountain of Worship. Located at Kilima Machakos, along Chumbi Machakos Kitui Road. Our online services are live on Facebook with Reverend Joseph Zola every Sunday at 9 a.m. You can also find our videos on YouTube at JCC Mountain of Worship. Welcome and God bless you. Thank you, Jesus. Thank you, Jehovah. We worship and we magnify your holy name. Receive all the praise. Receive all the honor. Receive all the adoration. For you are Yahweh. You are the Prince of Peace. You are the Lord of all. El Shaddai is the name. Receive all the adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
sifa na utukufu ni zake. Tumshukuru Bwana wapendwa. Hii ni Mungu kuikuta katika madhabahu yake, na yeye tu majuma 16 wapendwa aliyakanyaga hapa. Leo ni juma ya 17. Wengine tuliingia hapa tukajisikia wageni, si unajisikiaje? Lakini hii ni neema ya Bwana. Ingia katika nyumba yake, we cannot take it for granted. Tumekundua si vile tunafikiria. Mungu ndiye anaturuhusu kuingia katika nyumba yake. Tumeruhusiwa watu 100 tu kukusanyika kwa nyumba yake. Mwambie Bwana asante kwa kuniruhusu kuingia kwa nyumba yako. Amekulinda majuma 16 ukiwa nyumbani, ukiwa kwako. Amekutetea, ametetea familia yako, ametetea watoto wako, ametetea watu wako, ametetea kanisa lako, ametetea mchungaji wako, ametetea mume wako, ametetea wazazi wako, ametetea mke wako. Mwambie Bwana asante. Asante kwa neema yako, asante kwa kibali chako. Kuniruhusu tu, kuniruhusu tu, kuniruhusu tu, kuniruhusu tu kuingia kwa nyumba yako, kuniruhusu tu. Oh, tunasema asante. Asante kuturuhusu, asante kuturuhusu, asante kuturuhusu. Asante Yesu Kristo, tunakutukuza Bwana. Thank you for allowing us to come into your house. We worship you, Lord. We worship you, King of glory. We magnify your name. Tunakuabudu Yesu, tunakutukuza Baba. Chukulia ibada, chukulia maisha yetu, chukulia Baba. Tuepushe na maovu na mabaya. Tumerudi kwa madhabahu na tunakemea shetani, tunakemea mapepo, tunakemea korona, tunakemea COVID-19, pepo na usumbua wako. Madhabahu yamefunguliwa. Sasa utajua Mungu ni Mungu. Utakuwa mzizi yako, hata ikiwa ulijengewa kwa labu ama unatokana na nacha. Tunakufunga pepo kisirani, umesumbua watu wa dunia. We bind you. Tunakunja mizizi yako, tunakumoa na mizizi yako kutoka kwa madhabahu haya. Tunatangaza Yesu ni Bwana, 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 Yesu ni Mwokozi, Yesu ni mwombezi, Yesu ni mtetezi. Asante Baba, pokea sifa kwa kila mmoja anaingia na wale wanaangalia katika mtandao. Tuombea baraka, tuombea neema, tuombea kibali, tuombea ushindi, tuombea breakthrough. Walio hapa, tuombea ushindi wako. Oh, thank you Lord. Tunakuabudu, tunakutukuza Baba. Asante kwa wema wako, asante kwa upendo wako, asante kwa neema zako. Oh, we thank you. Inua mikono yako kwa Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante. Ni wewe umeturuhusu kurudi tena. Asante kwa kila mmoja ameponyoka akaja, ukambariki. Wale wamemaliza ibada ya kwanza wakaenda, wabarikiwe. Waliye njiani, wabarikiwe. Ibada ya saa moja tuomba utupe kutenda mapenzi yako. Utukufu wa Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ujae hapa, utubariki, ututendee, uifunue na ukatenda makusudi yako. Ikiwa kuna mmoja anaugua chochote, tunakemea magonjwa na maradhi kwa jina la Yesu. Anayesikiliza akiwa kwa kitanda, kwa nyumba yake ni mgonjwa, tunakemea magonjwa na kisirani cha maradhi yote kwa jina la Yesu. Tunatangaza afya, tunatangaza usalama, tunatangaza ushindi. Leta ufunuo wa neno, tunataka tusikie kutoka kwako. Tunakupenda na tunakuinua Yesu. Pokea sifa kwa jina la Yesu. Tumeomba na tumeshukuru. Sema amen. Pigia Yesu makofi. Amen. Unajua kuna kusalimiana, angalia mtu tu, mwambie wewe umebarikiwa. Mwambie Mungu ni mwema. Mwambie ni neema tuko kanisani. Asante. Naweza kaketi na Mungu awabariki. Hallelujah. We are so grateful today
kwa vile Mungu ameturuhusu tena kurudi kwa madhabahu yake. Sema amen. Amen. Wapendwa, nimekundua for the over 30 years I've been preaching, siyabukuswa kwa madhabahu until 2020. Nikaambiwa auta ya kanyanga, nikajua hii kitu ni ya Mungu hii. Hapa si kwa mtu. Bwana sifiwe. Hii si kwa mtu hapa. Na wanda tukimaliza ibada kila mtu anaendanga kwake, si ndio? Hapa ni kwa mwenyewe. Amen. Na tunaingia hapa akitaka. Na tunahama akitaka. So sasa after 16 Sundays ameturuhusu kurudi. Bwana asifiwe. Amen. I am been praying to God that He will enable us to get what He wanted. Okay, tukiwa nyumba tumelan kile tumelan na sasa tumerudi. Nene na sisi kile anataka tujue. Bwana asifiwe. Amen. Kuna bandiko tumeweka pale nje inasema tuko katika phase inaitwa preface ambao ni ya 1 hour. Na after this Sunday na the other Sunday tutaingia phase 1 ambao ni ya 1.5 hours. Hiyo tukianza vizuri tutaingia phase 3, phase 2 ambao ni ya 2 hours. Then phase 3 hii ni preface 1 hour, phase 1 1.5 hours, phase 2 2 hours, na phase 3 itakuwa ni 3 hours. And then phase 4 unlimited. Kulingana na vile inaonekana dunia inaendelea. Bwana asifiwe. Amen. Today, yesterday kijana anapendwa duniani ya Kenya ambao anaitwa Papa Shirandula. Wanasema alikufa na hiyo kitu, na hapo siku ichukua lightly, na wakati tunafungua kanisa leo ikatangazwa ili watu waongoke kuja kanisa hadi Papa Shirandula amekufa na COVID. It doesn't matter, lakini Mungu yuko nasi na atatutetea. We will do the necessary and we will worship the Lord. Amen. 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 Tutatenda kile tunastahili kutenda na tutamwabudu Bwana. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Karibuni sana. Ninajua many of us, some of us, for the first time after 16 Sunday ndio tumerudi kanisani. Mimi nilirudi kwa hii madhabahu after 10 Sundays. Kwa sababu nilikuwa nafanyia ofisini. Hii ukifungua ni kama watu wanakutafuta. Nilipokuja hapa nikaambia Mungu enough is enough. Na tukaomba. Then that the day tulipewa ku Spring Life na watu 15 na sasa tunaruhusiwa kuwa watu 100. Tunashukuru Bwana, hizo ni hatua za Mungu. Lakini there must be a reason for what is happening and happened in the world. Mungu hakuna kile kitu kinapita yeye bila kujua. God is aware of everything, na kile chetu ni kutenda mapenzi yake, kutafuta uso wake, kutafuta mapenzi yake. Bwana siwe sana. Kwa sababu kuna mapenzi ya Mungu na chochote kinachotendeka duniani. Saidi maybe kulikuwa na michezo mingi katika altars, wahubiri ama pengine praise and worship ndio wanatumianga his altar, na tukafukuzwa kwa muda angalau ni mimi sio wao madhabahu ipumue. And I think for 16 Sunday imepumua enough. Amen. Imepumua enough, and now we are here. And we thank God na atatenda kile amekusudia. So prepare yourself, there will be a lot of writing. Kwanza umekaa sana kutosikia hizi sauti za maspika, utachukua muda kuzoea sauti nyingi. 16 ni nyingi, so you get used and we start them going. Amen. Amen. Asi amen now. Amen. Thank you very much. Last Sunday we were talking about a topic I've never spoken about it. Na imebuild 2 topics. Kuna adoption of believers and the heirs of God and the children of God. So mahali tulifika Jumapili tunaendelea na adoption. We call it believers adoption into the family of God. Tunaendelea na hiyo. Then next Sunday we start about being heirs of God in this family of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nilikundua kuna kitu. Sijawahi hubiri hiyo kitu, lakini wakati nilihubiri nisikia Mungu ako na jambo. Hallelujah. Do you have a notebook and a pen? I want to briefly say what I said last Sunday. What is family of God? Your family yangaini chao. Nyumba yangaini chao. Family yangaini chao. The family of God is the foundational institute of society ordained by God. Ya kwamba ukisikia hii ni nyumba ya Mungu, ama nyumba imetengenezwa na Mungu, ni kitu ama ni jambo la kimsingi
ambao imewekwa wakfu na Mungu. Na tunarudi kwa family zetu, unakundua kwamba Mungu aliumba Adam akamweka katika Garden of Eden, na alipokuwa pale alimwangalia tu, and then akakaa, the Bible says akaona si vyema awe peke yake. Akasemaje? What did God say? Nitamtengenezea msaidizi anayemfanya nini? Ya nyuma himusi. Anayemfanya nini? Anayemfaa. And then he brought in Eve, the wife now. So a family ikaundika pale, na from the two, the world is filled with over 7 billion people. 1 billion is made of a million people. A million. What makes a billion? When I say million, I look at million. Billion. So 7 billion ndio sipo duniani from 2. And therefore, why? Kwa sababu hiyo kitu ni Mungu aliweka cha msingi na akakiweka wakfu. Therefore, a family is constituted by marriage and is composed of persons related to one another by that institute called marriage, or blood or adoption. The family is a fundamental institute of human society. So, hii family inaundwa na watu ambao ni related, na wakioana wanatengeneza kitu, wanafanya kitu kinaitwa marriage, then wanatengeneza family. Na hiyo family inakuwa sasa msingi wa society. Na kundua kwamba in every society there are families. In every nation, country, there are families. Ulimwenguni Mungu anaonekana katika mipangilio yake, anafanya kazi na kijamii. Bwana Yesu asifiwe sana. So family ya Mungu, tunaongea kuhusu hicho kitu ili tujue sisi ambao tunaitangwa wana wa Mungu tuko wapi katika family ya Mungu. And when I knew that, faith yangu ilipata nguvu, ilipanda juu. So katika family kuna watoto wa jamii wa kuzaliwa na damu, kuna called blood children, na kuna adopted children, watoto wa kukuja wa kuletwa. Mtoto anapatwa mahali, analetwa katika family iliyo na baba na mama, na anawekwa pale, anakuwa mtoto wa family hiyo, ama mtoto anazaliwa pale. So leo tunaangalia a subtopic, believers adoption into that family of God. That is what I'm talking about today. Vile tumekuwa adopted katika hiyo family of God. Lakini wacha tuangalie what is adoption. When we say adoption, it means to be adopted into the family of God. It means that in Christian theology, it is the admission of a believer into the family of God. Tunaposema sisi ni adopted katika nyumba ya Mungu, tunamaanisha ya kwamba we have been administered or admitted, kama vile mtu anapeleka shule akuwa admitted into the family of God. Tulikuja, hatukusaliwa ndani, tulikuja na tukaingia katika family hii ya Mungu, na tukawa sasa sehemu ya hiyo family ya Mungu. Therefore, adoption is usually immediately, which is subsequent to justification. Hiyo subsequent tunaeleza baadaye. Adoption has a similar connotation to the act of legally placing a child with a parent or parents other than those whom they were born. Meleza hiyo. Adoption reference is found in the New Testament all through, ikisema vile tumekuwa adopted kama tukawa wana katika family of God. So nataka tuelewe, jamii ya Mungu tumeingizwa ndani. Sisi hatukuwa wa jamii ya Mungu. Jamii ya Mungu ilikuwa ya wana wa Israeli, ambayo Mungu alikuwa anatengeneza formula ya kurudisha mwanadamu kwake. And then akampata Abraham. Abraham akawa father of faith, akampenda na akamwambia nitakubariki. Akamwambia kwa kukubariki nitakubariki. Wakati mwingine alimwambia jambo ambalo naona ni zito sana. Akamwambia angalia stars, you see stars,
wana wako watakuwa kama hizo stars. Namwambia enda kwa bahari, watakuwa kama changalao. And then it was so strange. At the end of the day, kwa sababu ukiangalia Israel, land of Israel, wanasema kwamba size yake ni kama Rift Valley province. So unashindwa hao watu watajaa pale. Kawa sio hiyo, walikuwa hawa ili wengine wakuje. Then tunaposoma vile tuliona Yohana chapter 1 verse 11 and 12. Alikuja kwa wale wake, and you throw that on the screen. John chapter 1 verse 11 and 12. He came to his own, and his own did not receive him. Then verse 12. But to them who received him, he gave them the right to become children of God. Hao walikuwa wamechukua wana wa Israeli akaya hapa. Then hakumkubali. Then akangeukia wale wengine waliompokea akawapa kuwa wana wa Mungu. Hao wengine, it is now the Christians. We were adopted. When they rejected him, he turned to us, then he picked us na akatuingiza katika familia yake. Bwana siwe sana. Sasa tumekuwa wana wa kweli wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. By the fact umepokea Yesu, wewe ni son of God. Amen? Amen? Wewe ni mwana wa Mungu. Nilikuwa nimesema kwamba adoption ama hii jambo kuwa adopted inakuja wakati unaokoka, unasaliwa, na inakuwa ni hatua ya kwanza ya kuwa justified. Justification. Justification ni term kubwa lakini yenye rahisi. Ukisikia the word justification usifikirie sana. It is from the word just. Fight. It is just as if you have never sinned. When you are justified, Mungu anakuangalia ni kama hujawahi tenda dhambi. You are justified. Lakini let's look theologically vile inamaanisha. Si ni kweli? Siku hii nilifundisha, mama akaniambia tulikuwa na masomo mengi. Lazima tuelewe Biblia inasema you shall know the truth and the truth will set you free. What is justification in the scripture? It means that in Christ we are forgiven and actually made righteous in our living. Wakati unasemekana you are justified, ukisikia hivyo justification, it means ndani ya Yesu Kristo umesamehewa na ukaingizwa katika kuishi maisha ambayo ni ya kiutaua, ya kiutakatifu, ya kiutaua. Mungu akikuangalia hivi anamuona Yesu, unakaa kama hujawahi tenda dhambi. Hii kitu aina hii, shetani anazuia watu wasiokoke, kwa sababu wakiokoka Mungu atawaangalia, anaona wanawake wanafanana na Yesu. So anahakikisha unahubiria mtu anakataa, kwa sababu shetani anajua akiingia kwa Yesu anafanana na Yesu, anakuwa mwana wa Mungu, na hiyo jambo haifurahishi shetani. So wewe ukikutwa umeponyoka na umelewa na wokovu, thank God. Amen. Kwa sababu umefanyika mwana wa Mungu. The Christian actively pursue righteous life in the grace and the power of God granted to all who continue to believe in him. Baada ya kuwa justified na kusamehewa dhambi na kuwekwa kuishi maisha yanayopendeza Bwana, inamaanisha ya kwamba una pursue righteousness, unatafuta kuishi katika utakatifu, maisha ya utakatifu, na si kwa nguvu zako, by grace and the power of God. Hata wa Yesu, kwa sababu hatuwezi tukaitafutia utakatifu kwa nguvu zetu. Unasema leo huu mundi ndiye kadhambi, leo ndibaka, leo nitaishi vizuri. Yaani ona, hata tutafika saa 3 utakutana na mtu akufanyie kitu ukasirike, ndio inamaanisha si kwa nguvu zetu. So chetu ni kutafuta kuishi maisha matakatifu, lakini neema na nguvu ya Mungu inatubeba, inatuwezesha. Bible says it is not by power, it is not by might, it is by the Spirit.
unakuta kwamba unaendelea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hii maisha ya utaua na kuishi ni Mungu tu anatuwezesha. Siwezi nikaangalia mama ama nikaiangalia nikasema I'm better than my sister. Biblia inasema count others better than you. Na sasa kumwangalia chele nasema yeye ndio mtakatifu. Yeye ndio anaenda mbinguni. Mimi ninang'ang'ana. Na hiyo inanisaidia. Lakini nikisikia mimi ni mtakatifu kuliko wale wengine, huo ni utakatifu wangu. Because it is by the grace. It is by the power of God. You are not better than anybody. It takes the hand of God kutopoa. Bwana asifiwe. Sasa ingine unaweza kujikuta kwa dhambi, unajikuta mawazo yako yameama kwenda kwa Mungu. Bible gives a remedy. 1 John 1:9. Kuweka hiyo. 1 John 1:9 inasema if we confess our sins, tukitubu dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki wa kutusamehe na kututakaza dhambi zote. Usifungue Biblia, angalia hapo juu, wewe andika 1 John 1:9. Umeweka 1 John 1:9. If we confess our sins, tukitubu dhambi zetu. If inamaanisha then if we confess, it means if we don't confess. If you don't confess, hautasamehewa. Uwezi ukatenda dhambi na ukaassume kusamehewa. No, you must make a perfect decision and you say nye ndi mulungano gai ninekie na ndeke. The Bible says when you confess, you turn away from it, you repent, unaonyesha hiyo dhambi kizogo na unaamua hautaitenda tena, and God anaangalia moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ya mwisho tunaposema utakaposikia duniani hii kitu inaitwa justification, hile neno lingine litafuata inaitangwa sanctification. Na ni lazima ujue hayo maneno yote mawili ili hii safari ya mbinguni isiwe zito kwako. Therefore, what is the difference between sanctification and justification? Justification in another lighter definition is God's declaration that a sinner is righteous through the work of Christ. In other words, let me repeat again. Justification is God's declaration that a sinner is righteous, that a sinner is righteous through the work of Jesus Christ. Mungu God anatangaza mimi wakati ninapokea Christ, mimi ni mtakatifu. Hata hiyo. Amen. Nani anatangaza? God. Wewe wakati uliweka hiyo uliamua hiyo decision nzuri ambao Biblia inasema mbinguni kuna furaha wakati wansina anaamua kutoka kwa shetani ama dhambi na kuingia kwa Yesu. Biblia inasema mbinguni kuna furaha, kuna shangwe, kuna furaha mbinguni mmoja akiamua. Wakati uliamua hivyo na shangwe ikafanywa mbinguni, Mungu alideclare, he declared ya kwamba you are righteous kwa sababu ya Yesu. So, justification is God's declaration that a sinner is righteous through the work of God. Tuko pamoja? Kwa sababu ya Yesu ndio unatangazwa mtakatifu na mtaua. Mtu yoyote unayejua, hata ikiwa ni mzuri, hata ikiwa anajenga kanisa, ananunulia pastor suit, anafanya chochote na hayapokea Yesu, God has not made that announcement, then that person inaharibu wakati tu. Anapoteza sadaka zake, anapoteza mali yake kwa Mungu. Anaweka tu, inakuwa ni charity. Ilitonu kwenda out there sasa na nje. Paki ndio twa hizi. Ndaso mutangasa muteule. Na utangaza wa muteule wosa Yesu. Then at the time we are declared righteous. A sinner righteous. Amen? Amen. Now part 2 tutamaliza na hiyo. Then kwa tunaangalia difference of justification and sanctification. Now, sanctification is God's transformation of believers' whole being, that is the mind, the will, behavior, and affections
through the work of the Holy Spirit. Hallelujah. It is God's transformation of believers' whole being. What is whole being? Whole being is between mind, will, behavior, and affection. Mind, vile tunafikirianga na vile tulikuwa tunafikiria, unatransformiwa. Will, kuna matakwa, mapenzi, vitu ulikuwa unapenda, sinapendeza Mungu, zingine zinapendeza wewe. Sio napenda, na ingine ni nini? Behavior. Napenda Kiswahili, tabia fulani ulikuwa nazo. Tabia ingine ambayo unajua si nzuri. And also affection, si ndio ile unasikia zinakuvutia, zinakuingia through the work of the Holy Spirit. Therefore, justification the work of Jesus Christ. Sanctification the work of the Holy Spirit. Say amen. Amen. Kwa hivyo kila mmoja wetu lazima ajazwe na Roho Mtakatifu. Anasema kwamba wakati unaokoka, the reason why unasema unataka kuokoka ni hiyo ni work of the Holy Spirit. Anachukua ile neno unasikia anakuconvict of sin and righteousness. Na unaamua through that word by the Holy Spirit, then unaokoka. Then Roho Mtakatifu through that word anakuwa ndani yako. But there's what we call Pentecostal experience. Ile waliambiwa mkauje Jerusalem until you are done with the power. Na Acts 1:8 Biblia inasema utakapokea Roho Mtakatifu utapata nguvu na utashuhudia. That experience ilipatikana 2 Acts 2:2 when they were together 1 and 2. Acts 1 and 2. Walipokuwa pamoja, nguvu za Mungu zilishuka na Roho Mtakatifu akashuka, na mahali walikuwa watangazika na wakajaa Roho Mtakatifu, wakakaliwa na moto wa Mungu, wakaongea na lugha mpya, na Peter akajaa nguvu, aka-explode, akatoka nje, watu wakisema wamelewa, akasema hizi kulewa, kuna watu walewa saa 3, akatoka nje na akahubiri, akawaambia hii kitu ilikuwa itabiliwa wakati wa Joel, nyakati za mwisho nitamwaga Roho, na ilikuwa ni 2000 years ago, Roho akamwaga, na hata sasa anamwaga, na hata saa hii anaweza mwagwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ataendelea kumwaga. That is what we call power of the Holy Spirit upon your life. And kila mmoja anahitaji atamani hizo nguvu. Amen. Mtu anauliza kwa nini tangu niokoke sina roho? Uko na Roho Mtakatifu. Lakini ni yule Yesu aliwaambia pokeeni Roho Mtakatifu, wakapokea. Lakini wakiwa hivyo akawaambia alipoenda mbinguni, rudini Yerusalemu, mkakae hapo mngojee mjazo, na wakajazwa. Hiyo kujazwa, that power anasema you shall receive dunamis, you shall receive power. Sema power. And you shall be my witnesses. That experience you must desire it. Ukipokea hata utajari kuongea na lugha, kwa sababu unapoongea na lugha, unapoomba na lugha, you edify yourself. When you speak in tongues, you interpret. But praying in tongues, you don't need to interpret. Ni yako na wewe. Lakini kuongea nayo tuinterpretie, kwa sababu tunajua unasema nini. So it's good to speak in tongues. You edify yourself. Na hiyo itokani na nyingine power. Unaweza kuwa na roho tangu ukoke, lakini unaongea na lugha mpya. It means you have never been attuned to the power. Na lazima utamani. Amen. I mean hautaenda mbinguni, lakini kuna some experience hautafurahia hapa duniani. That power to witness, to preach, to cast out devils, to feel like you can shake everything. It is called power of the Holy Spirit. You shall receive power. Yes, hata iwe. Amen. Let's go to where we left now. Romans 8 verse 14. Hallelujah. Because now tuko adopted, sisi ni wana wa Mungu. Wale amukuangalia kwa mtandao, mmepata where we are. Wale mliangalia, naamini hamkuachwa sana, lakini sasa we are, tulisoma hiyo tu, haikuwa ni nyingi sana. So let's go to Romans 8. Romans 8 and verse 14. Nisikia vizuri
kwa haya madhabahu. I'm not taking it for granted. Are you there? Are you here? Okay. Bible says, for as many, sangine, hii screen uzuri wake, just be waiting, then watch over here. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Swahili. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Bwana asifiwe. It is semeni amen. Nisi mgalete msimukola kwa semeni. Bwana asifiwe. Amen. Mungu support. Bwana asifiwe. Amen. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu, get this. Bible says he knows the mind of God. Beba mudhulu wizunga yoswania. Na peke nunga yoswania yuroaku na yuroakwa. Did you hear that? Kuna kitu Mungu every day anafikiria kuhusu wewe na kuhusu mimi. Na Roho Mtakatifu akiwa anajua mawazo ya Mungu, ndio anatujulisha Mungu anataka nini. That's why verse 14 says, what, as many as are led by the Spirit of God. Kwa kuwa, Kiswahili sema tena. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Wote wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Asu. Maana sasa inapiga kama kwa chapa. Asu ni Mose anasianga. Aya matongo ewe ni pepa wangai. Asu ni Mose anasianga. Niki nundu pepa wangai ni Mose ngai ngoswania. Amen. He knows the mind of God. And when you have him, he makes you walk as a child of God, because you know what God wants. Amen. Asu ni Mose anasianga. Kwa kilomo wetu must be filled with the Holy Spirit. Ili Roho huyu Mtakatifu aendelee kutufundisha Mungu anatenda nini. Na tuelewaje? The Holy Spirit transforms us in sanctification. The whole being, the mind, the will, the emotion, the affection, and all other. Kila nafikiria tabia zangu, behavior. Ni Roho Mtakatifu atanisaidia nisifikirie hivi, nisifanye hivi, nisitende kile. Nundo niweze kila kitendeze ngai. Kuwa kangana sia. Ndiye ndo nikake akangana. Nikana niende nopika mwana wangai, nikapika mwana wa Satani. Nundo na moto nguo wanapika mundu happy, what do we call them? We call tunakuwa na tabia za kibinadamu. Kano person, mtu Mkristo wa kimwili. Ni Mkristo, ili ni wa mwili, ni kano. Lakini tongoni beba wangai atanifundisha hii, atanielekeza huko, control my mind, control my behavior, control my affection, vile napenda, my will. Roho Mtakatifu hata Yesu Mungu. Na juma uti kwa ni mwenyewe. Alama tongoni beba wangai asuni Mose anasiaka. Na ekai beba wangai atutongoza. Amen. Na ni mwezi zoma lingine kanishangaza. Inasema usimkwaze Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Roho ukwazeka. Na ndizi kana Jesus ndio kwazeka. Bali Roho Mtakatifu ukwazeka. Yaani wewe ne sabi ukamkwaza ukadhamwa. Ukatuwezesha Mungu madhaifu. Ni nguvu zake dhali Roho alienda kitambo. Ulimkwaza. You must be alert as you walk with the Holy Spirit. Kwa sababu anaitwa nini? Msaidizi. Amen. Anaitwa msaidizi, anaitwa kiongozi, anayekukumbusha, anayekudirect, na hapa tunaambiwa kwamba ana deal na mind na tabia na behavior. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie tuweze kumpata Roho Mtakatifu na kutuongoza. Amen. Sema Roho Mtakatifu. Nijaze upya. Nikatende mapenzi ya Mungu. 15. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, by whom we cry, Abba, Father. When tunapokea Roho Mtakatifu, si wa utumwa. Wewe si mtumwa, lakini tuosete the spirit of sonship, pepa wangai wa adoption, wa kutungwa mwana
wa kufanyika mwana ambao tunaita Mungu Abba Father. Hata wa Yesu. I like kamba asana ukeganga ino. Hata no about us. Sometimes back I did not like the word when the musicians wanaimba daddy, wanaimba God wakimuita daddy. I thought that was too much until I read this scripture. You can call God daddy, Abba Father, lakini lazima uone umejaa Roho Mtakatifu. Abba Father, asa now, Papa ukedangai now, Pabelena now. Ayuka asa Abba Father. Bwana siwe sana. Mungu bewala tuosi tiwa okia. Not the spirit of bondage or to fear, but a spirit of adoption. Twa change watu wachukua na twa tumbukizwa katika family ya Ngai. Hana wa Yesu. Twa kiwa family ya Ngai. Yuzi tu operate ya twa family ya Ngai. Twa mweta Ngai asa. Tukamweta now. And the devil can do nothing about that. That kuniwe tu negwa. Ngai the ninyi Ngai ni there kwa tithe ya Satani. Bwana siwe sana. Na kiwu kila witana choni kiwu. When the weather say that or tilikangana. Lakini he can do nothing because I have the helper, the Holy Spirit, and I have Jesus. The Bible says, greater is he that is in me than the one who is in the world. Amen. Amen. Ni munene ula wendeni wakwa kupita ula wenza. Usuni Yesu na baba mudeu na ngayasa lias ya mokie moko to handeni wakwa. Tuimina the Spirit himself, verse 16. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho zetu, our spirit, and the Spirit himself wanashuhudiana. Hata wa Yesu ukaweza kuita ndio mudangi yani weno ukweneza yu mwana wa Ngai. Tiwa will you ukasianye ni mwana wa Ngai. Yani no kuiwa wijao mwana wa Ngai. Inasema the Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. Tuisiana sia Ngai. Mwe Yesu hata. Amen. Yani you must feel it. Dwi wo pungu, dwi wa kisakwa, dwi wo te, nundu we wagwo. You must feel it. Because the nwe wendeto wingalin and my papaika. Wenu kwizu kishuka senye ni mwana wa Ngai. Yani pepo hakunu ukusiana na beba mudheni. Wiyata hiyo. Lakini we sewe wina tusika. Kule nyekweli. Nyekweli ni mudangi. We sewe yikuli unabasha na mirugi. Amen. Unabasha na mirugi. No ngine uzaza no kwizu kishu ukiwa we mwana wa Ngai. Tikindu kikwa thiwa. Nikindu chagwo thini witu. Hallelujah. Amen. And I'm so happy that yendiye sikindu kina tangiwa. But one thing I knew, I belong to God. Nanye ninesi mani komeasia andolangi onde na nanye nafika mwana wa Ngai. Hata wa Yesu isi wa JCC power kana kida numa bwana kulia Yesu mabo. Bwana siwe sana. Amen. Nilikuwa nakaa hivi nilipookoka, yani kitu niliingia mimi nikajua ni mwana wa Mungu. Ndio naelewa kuitana mwana asa mwitu asa, mwana asa mwitu asa. Jana majina na mama ni mwitu asa tusiaito kama no ni mwana asa tusiaito kama na mama asu ya nasa na ni sukuru mimi sikuelewa. I think niliingia kwa wokovu na nikawa something ya ajabu. Nikawa desire ni wilo tumanu kana chao. Mimi niliingia kwa Yesu
Na nikajua wandugu na wadada wote tumezaliwa pamoja. Nakumbuka tukiwa shule yetu ilikuwa na wasichana kama klasi yetu wasichana 5 nyingine 7. Twisiyo kuna yule leo naishi. Na maswao ningine masista mama na masista mama tusoweto. Ndio soweto kuna kabisa. And to me it meant nothing. I remember one lady ndiye alikuwa na kaujinga kidogo. Alienda akatununulia ndunda sina rahisi akaki mali. Labda leo ndula twendie kanisani twoma ambia yake ndula. Ndio kalaba. Bado watu taandike ndula. Ndio watu Yesu sobi. Kanisa. Ilaita. Sio swali yako. Ile bwana alikuwa anafikiria nini? Mimi nilikuwa naongea na dada. Na tunakula ndula tukamalisha. Ndio mimi ndula pale. Ndani. Nuko nina dada na nina ndugu. Na niko ndeye na kiuchandevya. Na wesa hivi adiso ngonge nyamese ni mutangie na ngolangi wa the sister na ni my brother mama. Mwe Yesu atayo. It's good to know that you are a child of God na roho wako na roho wa Mungu anashuhudiana wewe ni mwana wa Mungu. Amen. Na wewe mwana wa ngai kwa lokia. Nundu watete Yesu akamtetea. Amen. Amen. Hata hiyo mwana. Amen. Kindly. Verse 17 to me. Verse 17. If children, then heirs of God. That is Shana. Let me be a tiwa mahunga. Now join heirs. Train now again the verse 17. Join heirs with Christ. If indeed we serve with him, that we may also be glorified together. Can I go now? Joined heirs with Christ. Amen. Do you believe Jesus is the Son of God? Yes. And then none of you say yes. And then we see new, then we join the heir with him. Kila chake. Mwituasa, mwanasa. Kila cha Yesu pia ni chake. Amen. That which belongs to Jesus belongs to you. Now wait a minute. Yesu atutie. You shall cast out devils in my name. Amen. Wewe baada Satan. Wewe katupoe. Tukaambiwa kule basi tena. Will I be able to cast out that devil? No. As a child of God, join the us with him. Go there and pray. Sio kwa hiyo. Kwa wabina wako. Na kwa kumya maimu wabina wako. Wewe ni mwana wa Mungu, omba na urudi. Bwana asifiwe sana. Amen. I have told them again. Mtu akiwa na mtu ameaga dunia na anaita pastor, wengi unaenda nikuje kuzika. Abe pastor nenda uko dhalo uchanganya, ni mwam hata mwanaliki wangu. I'm coming to resurrect him. Na ninakuja. Na nikifika afungue sanduku ambie pastor ndio mdhalo uchangule na watu. Ninamuita na ninamwambia keti katika jina la Yesu. Anainuka anaketi, amen. Akikataa kuketi, si ni kitu kawaida kuambia mtu akiwa mgonjwa saa nyingine anakataa kupona. Ndio Mungu aleo. So it is not bother you. It is not bother you. Unaitoa mtu mgonjwa unasema lija, nukuboa. Kongo bwasa. Unaona mtu ni bwasa. Go and pray by faith because they believe and pray. Na waachie matokeo Mungu. Akipona Yesu asifiwe. It is no bother. Kwani kupona ni nini? Hata akipona I'm useless. Bwana asifiwe sana. Ndugu mwingine alikuwa anaombea watu. Anaombea watu. Na alikuwa na mafunuo fulani lakini siyetumia hiyo mafunuo. Alikuwa anaweza kuangalia na kugonga ngumi tumbo tu. And then one day akaenda kwa hospitali. Jamaa mmoja alikuwa na karibu kufa. Anakaa hivi tena akaitwa muombe. Watu walikuwa wanafikiria atasema baba katika jina la Yesu kuja na uponye. Sasa alipokuja alimshika hivi akomele mguu chamanga. Sasa hivi hakuna ngumi. Tu samao tu wote na wekalande. Na wako maingi kalala tena. Na akaendelea kuombea watu. Akifika kitanda ya mwisho wale wenye hiyo mjamaa kumbe alipojikunja na akalala tena amepona akasimama akaanza kufanya akakimbia
Akamwambia, amepona yule mtu amegonga ngumi. Akawaangalia karibu wapige kofi. Mzee mnaniambia nini? Kwani mimi nimemponya? Mungu amemponya na anaendelea. Because we can do nothing. When you pray and a miracle happens, nothing. Even if I come and pray and a miracle happens, nothing to me. It is God. Bwana asifiwe sana. Mimi ni mwana wa Mungu and I'm enjoying the air with Jesus. Kile Yesu anafanya na mimi ninafanya. Oh, hallelujah. May you receive that power to do what Jesus did. Amen. Wherever you are. I remember one day I told you, wakati mloko naendaka Punjot Nairobi, tukaingia tarehe 26 gari nikienda hapa Punjot, ilikuwa nakimbia sana. Jaribu kama Kateja ikaamua kufuatia kipande hii, Punjot nyingine ikatokea hapa. Tunakuja kufungana Edon. Tunakumbuka siku hizo Punjot ilikuwa wanakimbiza warudi Nairobi. Nikasema Jesus, those drivers wapandele akakatalia, wetu akakatalia kwake. Tulikuwa left na wao mwingine akapitia pale. Wakanyamaza, baadaye kimango tena. Tuko kimango na yeye anamaza. Hiyo ilikuwa karibu sana. Nikasema Yesu ametuokoa. Kwa sababu gani? I was carrying Jesus. Na nafanya kile Yesu anafanya. Ukikuta kitu kimetendeka na badala mdomo wako useme Jesus, useme mwaito ndio kaumbula ulipoelewa walikuwa. Umeokoka, unaita your father, unaita your mother in the time of calling Jesus. It means you are not filled with Jesus, you are filled with your mom, which is very bad. And that's what joint inasema nini? Nikoka. Sema, if the children, sorry. If the children, na kama tu watoto, basi tuwarithi. Warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Yes. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Warithi wa Mungu warithiao pamoja na Kristo. Amen. Kila cha Kristo ni chetu. Tunarithi pamoja na Kristo. Do you hear that? You adopted, you children of God, or wiki? You to the ndamba. Tuendao malayani, tuendao kwa usia. Udele mkingi tuyoya. Tuinusa. Haya, siao wanafanyanga hivyo. You to ibai Yesu, na tuzika na umisareko. Twele kweka extra things. Sikuwa na we are beyond what they do. Unaenda unatafutanga purpose na kaanga wapi nitoange. Watu wagonjwa na kuanga wapi. Nasikia Mario kwa shule. Kamtoto kwa ndom kana shikwa na kichwa. Ukisikia mtoto ndo mwili anauma na kichwa waseme mtokeni hapa. Niko na Yesu. Ako wapi? Ako ameketi. Kuombea mara moja. Na watu wanasema by the name inaobiliwa na pastor wangu ama wanasema pastor wangu. Ananiambia niombe katika jina la Yesu, niko na nguvu. Katika jina la Yesu, huyu dada apone kichwa kinauma huyu. Pana kwa jina la Yesu. Ndio tukakoma. Kaambia basi ya hii ndio isekaneka kwamba tukakoma ndio mmoja kino. Weka undu Yesu keva eka joined hairs warithi pamoja na Kristo. Mnasikia? Anybody? Hallelujah. I want to take you to two or more and then we finish. Let me look at suppose we got Galatians chapter 3. Let's look at Galatians chapter 3. And then tunamalizia na Isaiah 43. Galatians chapter 3. Oh, joint heirs. Whatever belongs to Jesus belongs to you. Whatever was given by God to Jesus was also given to you. Ukiwa hapa duniani. Kwamba hiyo sisi wakati ndio Biblia sisi hapo yeye ndio yake. Ukiwa hapa duniani kama kuna maombi ya kufufua watu omba, ya kuponya watu omba, ya kukemea shetani omba, kwa sababu mbinguni hautafanya hivyo. Jue witia liasi yake etuni tutakuwa tunasifu na kuabudu. Hapa ndio kuna raha nyingi ya kukemea pepo sinama. Amen. Utabuta wagonjwa. Usiaitiwa mgonjwa wasahau.
mwanye na dina boya ai mo boy ko uwe ninga iwa mo bosia enda no mu ke to bosia no mu boya piu no dimu ka piu hata Yesu unamwambia kabisa na unaenda nyumbani kabisa. Let me tell you, some of us here, you are carrying gifts, the Holy Spirit. Sa kufuo, sa uponyaji, sa watu unaweka mtu mkono na jaa Roho Mtakatifu, because we are joint heir with Christ. Tuya Galatians 3:26. Oh, Son of the living God, we glorify your name. Thank you, Jesus. 3:26. Umeipata Kiswahili Kiingereza? Okay, that's him some. Ukanadi some that's. Okay, soma hiyo. Inafanana na ile nyingine ya 14. Soma. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. The key word there, nyote. Nyote ni yeyote yule aliwahi kupokea Yesu. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Anybody aliyepokea Yesu amefanyika mwana wa Mungu. Amen. Do you remember the time you received Jesus Christ? That the time you are justified and counted as if you have never sinned and you became a child of God. Amen. Kwa kuwa nyote mmefanyika wana wa Mungu kupitia kwa Kristo. Kwa hivyo hapa ninaongea na wana wa Mungu. Na kama hujaokoka usiwe na shida, hapa tutaomba na leo utafanyika wana wa Mungu. Hata wale wanasikiliza katika net, ikiwa hujaokoka tutaomba na utaokoka leo. Haya verse 2. Yes, msoma hiyo Kiswahili, msoma Kiswahili. For as many of you were baptized into Christ are put on Christ. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmevaa Kristo. 28. Hakuna Myahudi wala Mgiriki, hakuna mtumwa wala huru, hakuna mwanaume wala mwanamke. Maana ninyi nyote mmekuwa wamoja katika Kristo Yesu. Amen. For as many as you were baptized into Christ, you are put on what? One name. You are put on what? Christ. You are put on Christ. That's a New Living Translation. And all who have been united with Christ in baptism are put on Christ, like putting on a new cloth. I like this one. You are put on Christ, like put on a new Christ. NIV. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. Hata Yesu mwana. Amen. Kiswahili? Hiyo 7:27. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Mmemvaa nani? Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ibada ya kwanza niliwakumbusha. Leo ukiupingwa ibada na nege yake kingi. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Sio nimevaa. Bwana asifiwe sana. Hii niliwa na maindona nikienda kumpeana from London. Toka London. Gilibi tini. Na kuna kaza ndio wita na nenge 10. Bwana asifiwe. 15,000. Hii kitu ni ya 12,000. Usiseme kiatu utaharibu. I put on these clothes, and this is what you see. Now, when you receive Jesus, you put on Christ. Otherwise, you are baptized in Christ, then you put on Christ. So what do you see? Unaona nguo nilinunuliwa na my daughter. Tiwa, we know they work. And then when they do. Tiwa, kwa unikite chao kitonya. Nitonya chao kitonya. So when you are received Christ, you are baptized into Christ. Kwa uitonya Jesus. Which are the animal issue, you are not seeing. Meona Christ. These are just a simple example. Kwa hiyo ni Kristo. Kwa unamfaa yeye ya Kiswahili ya Asia, mnamfaa Kristo. Yesu mumwikite Yesu. Kwa when you are put on Christ, ukitembea nikitembea
Aduma yasa nikide ngwanzio tiwa. Nende ndo masenike ngwa dunia. No. Masangwela nikide kwa wendeto unamvaa Kristo. Wanaona Kristo. Ukiongea Kristo, ukitembea Kristo, because you are put on Christ. Amen. That's why when the skin nasema, you are all sons of God through faith in Christ. So when you have Christ, unapokuwa na Yesu, umevalia Yesu, unaishi Yesu, unatembea Yesu, unakula Yesu, unaomba Yesu. Ngezea Yesu. Tiwe nenge duka diwe mudayenge wa minye tikandini wa Yesu. Hata kuwa naked tena. Therefore wherever you are, Jesus is there. Bwana siwe sana. Mwana ongea isi ni umbo Yesu bahanga kwa ni mtutu. Umanena tamika, umanamba umuya bala. Utuange na titi ni mwose, lakini ukida umu. Tuto naomba Yesu ndita kavuti. Yoikosa. Haiwezekani. Anasema tena maino jini katika mai akini maino jini. Ndio Yesu ndio kuna ngumi mno umanena na kundi tekalata. Andisho wandoza Yesu wa muyewe. Nano ngeza umba. Onda umeka. Bwana Yesu asifiwe sana. What am I talking about? Jesus everywhere. Ondu utaumesha kwa. Jesus everywhere. Now there am I. Na Yesu ni siana siangai. Then if you have Jesus everywhere, you are son of God everywhere. We call Mami, we son of God. We Sangula Mighty, we son of God. We Balawe, we son of God. My friend, I love when I used to go to Mwingi. My friend Muref. Steve, conductor, I go over there. The right guy, you know, see them. I mean, you can be the best I can away. It is the best I will in your list. Ever standing king, a.k.a. yes. Yes, what I am. When standing you, Jesus no quitting. Amen. Who are going to see my team? You call a king, you get some. Look it. You wicked, yes, you are put on Christ. Amen. As many of us were baptized in Christ are put on Christ. Therefore, kuimba Mgiriki kana Mjunani inamaanisha hakuna ati huyo aliokoka akiwa hivi, huyo aliokoka akiwa hivi, huyo aliokoka akiwa hivi, haijalishi. Haijalishi ulikuwaje ndugu. Amen. Isiweke mkiwo na etwe ngemesa ya sitina enda uumisia mabu wewe akimshiki kuumisia mabu but let me tell you wanenda umitemea nata ila wosa Yesu na wa put on Christ ndusi ka neutralize you become another man, you become another lady. After Yesu, Bible says John 1 Corinthians 5:17 kwa Biblia 2 Corinthians 5:17 obuto oh sasito. Oga mshari zamete. Ya sati soma. 5:17. Therefore, New King James. Therefore, if anyone is in Christ, Soma Bible. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Nikasoma kwa Kiswahili. Hata imekuwa. Lakini na Hata imekuwa. Hata imekuwa. Mtu akiwa ndani ya Kristo. Mtu akiwa wapi? Ndani. Semeni ndani. Akiwa wapi? Ndani. Amekuwa kiumbe kipya. Yes. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Yes. Bwana siwe sana. Hata imekuwa. Mtu yeyote ajalisha alifanya nini, akiingia ndani anaombwa upya. Anaombwa upya. Ya kale yanapita. Mungu akumbuki. Mungu akumbuki. Bwana siwe sana. Kama vile mashariki na magharibi iko apart. That's the way God forgets all your miseries. You know why I can do? You become a new creation. Hata Yesu. Na hivi mtukoza Bible Yunani kana Mungiriki. Onaenda umieba upika mwana wanga ipe nani hasa and if you are children tusogera Galatians 3:29 and if you are Christ then you are Abraham's seed, heirs of God, heirs according to the promise. Soma hiyo. Swahili. Kama ninyi ni wa Kristo. Kama ninyi ni wa Kristo.
basi mmekuwa uzao wa Abrahamu. Basi endelea. Na warithi kulingana na ahadi. Amen. Hata wewe Yesu. Amen. Wewe mwana wa Ngai na wewe wa Kristo kama na Ngai watangewa watuka. Then we are Abraham's seed. Amen. And the heirs according to the promise. Kuma mundu. We are by Abraham. Number Abraham, number wako. Any promise was given to Abraham belongs to you. Bible says according to the promise. Quote the promise that was given to seed of Abraham, you are part of it. And it will remain like that until God will. One scripture that we need, Isaiah 43, so much so etano, that we need. Tukulie ngai, tuesube ngai, tulilikanye ngai, atutende Yesu. Nikana, tukua tunatembea, tusikie sisi ni wana. Isaiah, nimesema 43 and verse 1. New King James Version inasema hivi. But now, but now, thus says the Lord, who created you, O Jacob, he who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name, and you are mine. Where are Israel? 1:43. Lakini sasa Bwana aliyekuhukumu Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli, asema hivi, usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe uwangu. Wewe ni wangu. Full stop. Siana shanga iwe hata iwe. Amen. Hallelujah. Asa Jacob and Israel. Na sisi tulipoingia kwa Mungu kupitia kwa Yesu, tumekuwa wana wa Abrahamu na wana wa ahadi kupitia Yesu Kristo. Kwa hivyo tunaitwa wana wa Yakobo, tunaitwa wa Israeli, sisi ni wa ndani. Na sikiliza bila naambia wana wa Israeli, who you formed you, fear not, msiogope, for I have redeemed you, I have called you by your name, and you are mine. Hata Yesu. Papa ya mwana wa Israeli otapisiana, pale Muislamu na Muyunani, pale wanasomo, no Greek, no Jew. I know whatever. Sote ni wana wa Mungu. Hata we Yesu. Owuki ni ndanga hii. Undo basi ba fear not, tusiwe na woga woyote. Utembee tu. Wewe mwana wako. Amen. Utembee tu ukiwa mwana wako wanga. Na kwa hilo kia niki sindu jato. He redeemed us. He calls us by our name and we are his. Nimekukomboa, ninakuita kwa jina yako, na wewe ni wangu. Na kwa sababu ya hiyo, angalia mstari wa pili, kitu kieme. Mungu akitumichu wewe wako. When you pass through the waters, when you pass through or near covered. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall flame scorch you. Again, so you get walk. Okay. 2. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nao. Maji mengi nimesikia ndio hatari mega ufagia. Na katika mito mikubwa haitakufunika. Uendapo katika moto, hata moto hautateketea. How not be bad. Wala mwali wa moto hautakuunguza. Kana mute unaweza mwakini mwali wa moto umwe wa mwaki nduka ukiita nduka uskochi hata Yesu. Bwana asifiwe sana. Shindwa kumije na bene mwaki wongela tu mara mwanza hata nzui diabia. That's what God is talking about to us today. Siana sia hard. Amen. Kila jana ngapi meya neno ndio basi ai moja no go lakini ni go. Amen. Bwana amesema na amesema. Hautafunika, hautachomeka, hautasikia moto. For I am, anasema, the Lord your God, the only one of Israel, your Savior, mwokozi wako. I give Egypt your ransom, Ethiopia and Sarah in your place. Bwana asifiwe sana.
Naweka Misri ikuje kukukomboa na kukutetea. Naweka Ethiopia ikuje kukutetea. Ibada ya kwanza niliwaambia Amerika ikuje kututetea na kutupigania. Hata China, hata Israel, hata Russia, I put them for your ransom. Watakukomboa because you are mine. Hallelujah. Nikia nungwe kala musimu muwe ndikuna kanya muwa dege kune Yesu moko Yesu no mubida ana we belong to Jesus, to God. Amen. Na baike lukio tukija nasema since you are precious in my sight, you have been honored and have been loved, therefore I will give men for you and the people for your life. Nundu mwe to the tree mark, we have been loved and we continue to be loved. And I have loved you, therefore I will give men for you. There is no greater thing than to know somebody love you. Kujua Mungu anakupenda, kujua mtu anakupenda, utafurahi. Nasema fear not them, kwa sababu umependwa. Mstari wa 5, for I am with you. I will bring you your descendants from east and gather you from west. Make it on that ikono. Me wala mind this the rest. Makatungiwa nye no dungi a seed of Abraham. Whatever I have lost, I will gain it. Nitala shumwe 16 kila tunaishi nitufuata kuma east kuma west. Mwe Yesu ataiba. Fear not, I am with you. I will bring you and descendants from east and gather you from west. Nitawakusanya na nitakusanya na nitakuja pamoja na ninyi. Kwa sababu gani? Mstari wa 4, since you were precious in my sight. Wewe ni wa thamani katika macho yangu na umeheshimika na nimekupenda. Therefore I give men for you. Kile nitakuachia ni men watakuwa wako. Watakufanyia kazi na watakubariki. I love the in Luke 16, I think 6:36 something like 6:38. Yes, 6:38. Inasema give it shall be given to you, give measure pressed down, and men shall bring it to your bosom. The Lord says, I'll give men for you and the people for your life. You know what? You know what? Inyi mugulu. Pe omenu, ngo manungu mwenye. Pe mutumu da we. Pe mutumu da wa. Umwe Raila Amolo Odinga. Na mwana anyaye da Oburu, eno Oburu ne da. Ne da we da wa Jaramogi. Jaramogi. Sasa Jaramogi akiwa japa alisema vitu vyake ameachia Oburu. Anaitwa Oburu. Ule mtoto wa Raila anaitwa Aburu ama ni Oburu, anamwachia. Na akasema Raila nimemwachia watu kwa sababu watu ni utajiri. Let me tell you, Raila akuja Machako town nasema haya hiyo soko yote itaenda hapa. Hakuna kitu taongea mtu atiwana. Biblia yasiate hia. Ndio mwenyekezi. Since you were present, not meaning, since you were precious in my sight, I have been honored. Niki nundu wako tabia siako undu wikala nyengai wezela bandu ngekagiwa. I have loved you. Therefore I will give you men for you and the people for your life. What does that mean? People will serve you. Mami, business yako, people ni wanakuja kununua vitu, unapata pesa. I'll give you people for your life. I'll give you men for you. Anawasukuma, wanakuja, wanaleta vitu kwako. Watu. Kama unafanya biashara, bila customer ni wengi, ndio pesa zinaingia. Bana siwe sana. Hallelujah. Unaachiwa watu. Soma nisome tumalize hiyo kwa. Hiyo kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni wangu. Wa thamani machoni wangu. Na mwenye kuheshimiwa. Mwenye kuheshimiwa. Nami nimekupenda. Nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako. Watu kwa ajili yako. Na makabila ya watu kwa ajili ya maisha yako. Makabila ya watu kwa ajili yako. Simama zote mbele ya Bwana. I feel like God has got
something he wants to restore to us after this 17th Sunday. Amen? Hata Yesu. Say amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. This 17th Sunday, this is what I'm feeling. I'm feeling it for this ministry, and I'm feeling it for you. That men will serve. Men will come and bring to do what as we serve. And this Sunday, we need men and women to come and worship. Na mayede milioni tukide juma tu. Niendo milioni ile. Na hii umetuni mandana nandi. Men shall bring. No more say men. Amen. Men shall bring. No be said, I have loved you, therefore I'll give men for you and the people for your life. One as we say. The moon, because you have been honored, you've been precious to me, therefore, kila munenga and ne munenga. This ministry, we need people. Na Yesu ata. Hii ibada hii inastahili kujaa mara tatu. Pale mara tatu. We need to enter there tukataida ibada itatu. Kanisa yo wiki bila hii nando maana nyanya. Wiki ndio tubila tuzeke ni ngiliumu. Kuti ni ibada itatu obaya si ngili itatu. Wana siwe sana. Tuwe kujenga hii moyo. I feel honored. Yani tuwe tuwasema Bwana asifiwe ukewa mawasi ngili. Amen. Wana kuja jao. Wana kaitwa tata. Mawasi ngili. Amen. Ndipo aseme ni ndugu. We are growing. But I feel what we lost, we're going to gain. Come on, boy, away from the out of 16 Sunday. It's not a joke. It's something we want to tell God, restore it to you. Because our sisi ni nini? Ni wana wako. Amen? We have come to worship you. I want to feel you. We want to be joint heirs with Christ. We want to see miracles. Tunataka tusikie miujiza. Tupate miujiza itutendeke. Wewe waweza. Amen. Hallelujah. Wewe waweza. Amen. Hallelujah. Wewe ni Bwana. Amen. Hallelujah. Wewe ni Bwana. Amen. Hallelujah. Wewe wanipenda. Amen. Hallelujah. Wewe wanipenda. Amen. Hallelujah. Oh, wewe unajaza. Amen. Hallelujah. Wewe unajaza. Amen. Hallelujah. Oh, wewe wasamea. Amen. Hallelujah. Wewe wasamea. Amen. Hallelujah. Oh, Yesu unatosha. Amen. Hallelujah. Yesu unatosha. Amen. Hallelujah. Oh, Yesu nakupenda. Amen. Hallelujah. Yesu nakupenda. Amen. Hallelujah. Chukua dakika moja, dakika mbili, umwambie Bwana, ninataka
kupendwa na wewe. I want to feel honored again. I want your new experience. Kwa sababu vile tumerudi, lazima kuna mapya yanakuja. Lazima kuna mapya katika hii madhabahu. Kuna mapya katika hii altar. Kuna mapya. Bwana atorestore in style. Anasema because you have honored me, I have loved you, and I'll give men for you. I'll give people for you. Mwambie Bwana, I want to be loved by you. At this time nimerudi kwa madhabahu. Mwambie Bwana, nataka upya wa maisha. Bwana amesema sisi ni wana wake. We are co-heir with Christ. Tumeadoptiwa. Sisi ni wa nyumba ya Mungu. Sisi ni wa nyumba ya Mungu. Mwambie Bwana, nataka kuwa mwana wa kweli. Mwana wa kweli. Niwe na new life. Na niwe co-heir with Christ. Kile cha Kristo ni chako. Cha kuhubiri. Cha kuwa na kutembea kwa nguvu za Roho. Neno la Bwana linasema alipojaribiwa na shetani, Roho wa Mungu alikuja na akamuongoza, akamsafu. Mwambie nataka Roho Mtakatifu. Wale wanaongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Mwambie nataka kuwa mwana wa Mungu wa kweli. Jitambukie ndugu, Jumapili ya 17, nataka kuwa mwana wa Mungu wa kweli. Co-heir with Christ. 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 Murithi pamoja na Kristo katika huduma, katika kuomba, kukemea pepo, kuhubiri, kutembea. Murithi pamoja na Kristo. Niwe nimemfaa Yesu. Mwambie nionekane Yesu. Awe nguo, aonekane nikitembea, nikilala, nikiwa mahali popote. Mungu Yesu uonekane. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Yesu. Asante Bwana. Tunakushukuru. 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 Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Tunakupenda. Tunakupenda. Imba kwa Mungu. Mwana wa Mungu wa kweli. Tumeambiwa wale wa Yesu wamempokea Yesu wamefanyika wana wa Mungu. Uko hapa hujaokoka, unasema Yesu nataka uniokoe, na mkono. Uko pale unaangalia katika mtandao, unasema sijaokoka, nataka Yesu ili niwe mwana wa Mungu wa kweli. Omba imamu nyuma yangu. Sema Bwana Yesu, nimesikia neno lako, tuwasaidie. Na nikajua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nataka kuhesabiwa haki. Sasa nafungua maisha yangu. Karibu Yesu, nifanye mwana wa Mungu kwa sababu nimepokea Yesu. Jesus, come into my life and save me now. In Jesus' name.
Sote tuinue mikono. Baba, katika jina la Yesu, yeyote ameomba maombi yako, pokea Yesu, akiwa mbali na karibu, tumuombea nguvu za Roho Mtakatifu zikamtawale, na waweka wapendwa wote walioomba mikononi mwako walio mbali. Tushindanie. Tuko wiki ya 3 wa mwezi wa 7, Bwana, juma la 17. Twaiachilia mikononi mwako. Tunatoka hapa tukiwa na nia moja na mawazo moja. Sisi ni wana wa Mungu, na kupitia kwa Yesu Kristo we have been counted righteous, na kupitia Roho Mtakatifu Bwana umetubadilisha mawazo, tabia na hali. Tutakuwa na wewe, hatutaogopa kwa sababu sisi ni wana wa Mungu. Wiki na ukatembea na kila ndugu, tembea na kila dada, tembea na kila mteule, mtetee Bwana mahali tutakuwa, tukakuwakilishe. Pepo ya COVID-19 isipate yeyote wetu katika jina la Yesu. Na kunika kila mteule aliye hapa, anaosikia sauti, atakaosikia baadaye kwa mtandao, na damu ya Yesu Kristo. Natangaza uzima, natangaza uponyaji, natangaza neema na kibali cha Mungu, na nguvu zako zikatutawale, ukatushindanie. Tunaomba ruhusa Sunday ijayo, uturuhusu tukuja na kukuabudu. Twasema asante katika jina la Yesu tumeomba, sema amen. Amen. Mkono ukiwa juu. Mungu akubariki. Amen. Mungu akutetee. Amen. Mungu akupiganie. Apigane vita vyako. Akakuongoze Mungu. Akakuangazie Mungu. Akakumulikia Mungu. Akakuepusha na COVID-19. Akakushikilia wiki hii. Ukafurahia wiki hii. Uwe mwana wa Mungu wiki hii. Miujiza na ishara ikakufuate kwa jina la Yesu, sema amen. Pigia Yesu makofi basi. Amen. Ndio tukati kwa ufupi. Keti kwa ufupi. Naweza tukamtolea Bwana sadaka? Amen. Ndio. Tunaweza tukamtolea Bwana sadaka. Nataka usikie amen. Good. Toa sadaka yako, tumtolee Bwana. Tumtolee Bwana. It is a great revelation to give to the Lord. Some of us, we didn't understand that the Lord, Monday to Saturday ndio ni namba ya mtu, but namba 7 ni namba ya ukamilifu, na ndio our day of worship. Whether you are in the church or you are not in the church, you got to give offering on the 7th day. And wherever you meet in a fellowship katikati ya week, you got to give an offering. Therefore, the last Sunday, kuna wale walikuwa na ufunuo, walikuwa wanatoa sadaka fungu la 10. Mungu abariki sana. Tani anasema ngai na kuiza kwetu sio. Amen. Then nasema tithes are only unto God. So when you get tithe, hiyo ni takatifu. Put away from your things, kwa sababu ni ya mwenyewe na umpe. We have the number on the screen. 418-947. Unaweka pale, then you write what you want. Kuna wapendwa walikuwa anatoa, anaandika is our tithe for me and my family. Ukiandika hivyo inatokea kwa ile mtandao, inaonyesha hii ilikuwa ni tithe, hii ilikuwa ni sadaka, hii ilikuwa ni malimbuko, hii ilikuwa ni mjengo. Sio kama mjengo. We are believing God for 2 million, and uko hapa ama unasikiliza kwa mbali, we need money. Tunahitaji 2 million, unaweka kwa hiyo account, lakini unaandika ni ya nini? Unaandika hiyo ni ya mjengo. Na ya mjengo tunatangaza hapa kanisani, tunasema tumepata hii kwa sababu hiyo ni undesignated project ambayo ni ya nyumba ya Bwana. Hallelujah. Wanasema watu 100 tungekuwa pale, tunatapakaza vitu huko na tunaingia zote na tunamwabudu Bwana. Amen. Can I pray? Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kuturuhusu kila Jumapili Bwana tukawa na nafasi ya kukutolea. Asante kwa Jumapili ya 17, wale walikuwa wametoa hiyo ufunuo walipata. Wale walikuwa bado kupata ufunuo wamepata leo, na ukabariki kila mmoja wetu. Ukapokea sadaka zetu, zaka zetu, malimbuko na chochote tunatoa. Wanatoa hapa cash, wanatoa kwa mtandao, kiwa mbali na karibu, watakatoa baadaye. Naomba baraka kwa kila mmoja. Kubali Bwana na neno na jambo na neno linaloambatana na utoaji ambao ni baraka zetu isitupite. Bwana, kila mmoja kapate kulingana na utoaji wake. Bariki huduma hii, hiyo neno pia tumesikia. Hii iwe ni mbegu pia
ili neno kaendelee kukua na kufanya kazi ndani yetu. Tunakushukuru kwa yote, kwa jina la Yesu tumeomba. Sema amen. Amen. Basi tunatoa, then kuna mpangilio wa kutoa kwa sababu ya COVID. Damaris pale nyuma ndio ataanza, anakuja hivi, anafuatwa, and then utarudi kwa njia hii. Ukienda kumaliza, then wewe utaanza, utarudi kwa njia hiyo. And we'll do that. So kwa sababu tunastahili keep distant and maintain, kwa sababu tunaangaliwa kama tunatimiza. Kama umetoka kwa mtandao, usiinuke mahali huko. Kama sote tunatoka kwa mtandao ni sawa. Mungu awabariki. Let's give offering tutakapoimba wimbo pamoja na praise and worship. Zote ni mtandao niombe. Kama hapo hakuna tukuje hapa hivi. Kwa ndio nakuita Damaris. Ni wewe. Nikuita Damaris. Kuja uka huko. Nuo tuongoe jibu ni na tulimwatia. Na hivyo sio kila baa. Kama ni fungu la 10 lete. God bless you. Tena narudi kwa hiyo. Hiyo inamaanisha where we keep it. God bless you. God bless you. God bless you. Yes, asante. God bless you. Nakuja hivyo. God bless you, then unarudi. Ili tukewe biki manewa. Jina la Yesu Then pale Dinda Mutinda. God bless you. Jina la Yesu Salut Nomo. Asante kwa kutupea kuja kwa ibada. Tumekuabudu na tumekamilisha ibada kutoa zaka na sadaka. Asante kwa fungu la 10 wapendwa hawa wametoa. Neno lako linasema tukifanya hivi utakemea adui na utatubariki. Utatumwagia tukose mahali ya kuweka. Hiyo neno nasema litapita bure, litimie ndani yao. Niongea nasi kuhusu kufanyika wana wa Mungu ambao tulikuwa hatuko katika laini, lakini ukatulete katika laini. Sasa sisi ni warithi pamoja na Kristo. Hiyo neno Bwana iweka ujasiri ndani yetu, tukiondoka na tukirudi. Wiki hii tukatembee tukiwa tumejaa Mungu. Utupiganie, utuepushe na uovu wowote. Nafunika kila mmoja na damu yako, na naomba ulinzi na utetezi. Tunakuomba ruhusa Jumapili utulete pamoja. Pepo COVID-19, whatever it is, kiwa litengenezwa ama ilikuja, tumeilaani kutoka kwa hii madhabahu. Na tunasema kazi yake imekwisha. Kazi yake imekwisha. Ile kazi ilikuwa inafanya imekwisha. Sasa ni Yesu anatawala hapa na dunia yote. Katubariki tukiondoka na uwe nasi. Katika jina la Yesu tumeomba na tumeshukuru. Sema amen. Pigia Yesu makofi. Naomba the grace
our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Shalom. Na Mungu awabariki. Amen. Amen. Tukiimba wimbo tutatoka. Amen.